Karibu kwenye Mbantu Media. Leo tunakuletea simulizi ya kuvutia kuhusu historia ya kanga, vazi ambalo limekuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa Afrika Mashariki kwa zaidi ya karne moja. Kanga ni zaidi ya kipande cha kitambaa, ni sehemu ya utamaduni, mawasiliano, utambulisho wa jamii. Ingawa leo kanga inahusishwa sana Tanzania, Kenya, historia yake inaanzia mwishoni mwa karne ya 19. Inaelezwa kuwa wafanyabiashara waliokuwa wakisafiri kati ya India, pwani ya Afrika Mashariki, walileta vitambaa vya pamba vyenye michoro. Wanawake wa maeneo ya pwani walivipenda sana, wakaanza kuviunganisha katika mitindo ya kipekee. Kutokana na madoadoa yaliyokuwa kwenye vitambaa hivyo, watu walivifananisha na manyoya ya ndege wa Guinea Fowl aliyojulikana kwa Kiswahili kama kanga. Hapo ndipo jina la kanga lilipoanza kutumika. Kadri muda ulivyopita, viwanda vilianza kutengeneza kanga zikiwa tayari zimechapishwa kwa jozi mbili zinazofanana. Baadaye zikaongezwa misali, salamu na ujumbe mfupi wa Kiswahili katikati au chini ya kitambaa. Hii ndio sifa iliyoifanya kanga kuwa ya kipekee. Badala ya kuwa vazi la kuvaa tu, ikawa njia ya kutuma ujumbe wa busara, upendo, maonyo, pongezi na hata mafumbo pia. Katika jamii nyingi za Tanzania, kanga hutumika kwenye sherehe za harusi, shughuli za kijamii, mapokezi ya wageni, ibada za dini na hata katika shughuli za kila siku. Wanawake wengi hutumia kama vazi kubebea mtoto mgongoni, kujifunika au kupamba nyumba. Leo hii kanga imevuka mipaka ya Afrika Mashariki, inavaliwa na kuonyeshwa katika maonyesho ya mitindo duniani, huku wabunifu wengi wakitumia michoro yake kutangaza utamaduni wa Afrika. Licha ya mabadiliko ya mitindo ya kanga, bado imeendelea kubeba heshima na utambulisho wa Waswahili na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kila unapomwona mtu amevaa kanga, ujue si kipande cha kitambaa tu, ni historia, utamaduni, mawasiliano na urithi wa vizazi vingi waliosafiri kutoka pwani ya Afrika Mashariki hadi duniani kote. Asante kwa kutazama Mbantu Media. Usisahau kujiunga na Mbantu Media kwa simulizi zaidi kuhusu historia, tamaduni na urithi wa Afrika. Sisi Mbantu Media tunasema kwamba hadithi zetu ndio utambulisho wetu. Mimi ni David Kiluzia, Singida Icon.